Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Kazi na Uwezeshaji Zanzibar, Mheshimiwa Sharif Al-Sharif amesema imefikia wakati wa taasisi zote za serikali zinazotoa huduma kwa wananchi kuwa na mfumo maalum wa kidijitali kwa lengo la kuzuia changamoto zisizokuwa za lazima. Amesema hayo wakati akikaimu nafasi ya Waziri wa Biashara na Viwanda Zanzibar kwenye ufunguzi wa mkutano maalum uliojumuisha taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Na hapo Mheshimiwa Sharif anaanza kuzungumza. Sasa hivi dunia inabadilika, tunaishi katika mfumo kwa maana ya maisha ya kidijitali. Kwa hiyo hata huduma ambazo tunazitoa kama serikali, lakini hata kwenye sekta binafsi, ni huduma ambazo zinakuwa na uhakika, zinakuwa na ufanisi wa hali ya juu na zinakuwa very transparent, ziko wazi kwa kutumia hii mifumo ya kidijitali. Na tunapozungumza BPRA, kwa kweli imefika wakati sasa hivi kuwa na mfumo ambao unajumuisha, kwa maana una integrate taasisi zote ambazo zinahusiana na huduma ambazo wanazitoa. Kwa hivyo hili jambo ni kubwa sana na ni jambo ambalo kwa kweli tushukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, kwa sababu yeye ndio alikuwa anahimiza tuhakikishe kwamba kila taasisi inatengeneza hii mifumo. Na kwa muktadha huo mimi niwashukuru sana GIZ pamoja na European Union, Umoja wa Ulaya, kwa kutoa msukumo na mchango wao mkubwa kutusupport katika suala hili. Kwa hiyo mazungumzo ambayo yapo makubwa hasa ni kuhakikisha kwamba sasa hivi hii mifumo itatusaidia si tu kurahisisha na kuleta ufanisi kwenye utoaji wa huduma, lakini pia zile pesa ambazo zinachakatwa, maana pesa haramu ambazo zinakuwa zinapitishwa katika mitandao au katika njia nyingine, kwa maana kwamba hata ulipaji wa hizi tunazoita huduma ambazo tunazitoa zitakuwa zinatumia mifumo ya kidijitali. Manake pia ni rahisi tukiwa na mifumo hii kuweza kuigundua, kuitrace zile pesa haramu, kwa maana money laundering. Kwa hiyo kwetu sisi kwa kweli hili ni jambo kubwa na ni jambo ambalo kwa kweli ni la kimataifa, si jambo ambalo ni kwa Zanzibar tu, na sisi hatuwezi kuishi kama kijiji. Tunatakiwa tuishi katika maisha ambayo sasa hivi nchi hii, dunia hii iko kama kijiji, kwa maana ya kwamba globalization. Lazima tuwemo ndani ya mifumo hiyo, vinginevyo tutaachwa nyuma sana. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi sana kwa BPRA, lakini nitoe pongezi kwa serikali nzima kwa kuja na mfumo ambao kwa kweli sasa hivi utaweza kutoa faida kubwa sana kiuchumi, kwa sababu hata haya mazingatio yanayohusiana na malipo, iwe ni mapato, iwe ni huduma, yote yatakwenda katika mfumo ambao kwa kweli kila mtu atakuwa anauona na atajua nini kinaendelea na kitu gani ambacho kitatusaidia sisi sasa hivi kukuza uchumi wetu kwa kupitia mifumo. BPRA ni moja kati ya taasisi za msingi sana katika mapambano dhidi ya utakasishaji wa fedha haramu katika nchi yetu kwa upande wa Zanzibar, na sisi tunawajibika kwa sababu tunasajili makampuni na makampuni yale wanao wanahisa ambao ni wazawa ndani ya Zanzibar na wale ambao ni nje ya Zanzibar wanakuja Zanzibar kuwekeza hapa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kupitia forum hizi za kimataifa watambua wale wote wanaoingia Zanzibar kwa wanakuja na fedha zilizo salama, hazina tatizo, na kwa sababu BPRA ndio geti la uwekezaji, manake kupitia mifumo hii itatuwezesha sasa kuwatambua kwa urahisi nani ametokea wapi na kaja kwa shughuli gani na kwa madhumuni ipi, ili kuepusha nchi yetu Tanzania kuwa sehemu ya vichochoro vya utakasishaji wa fedha haramu. Kwa hiyo kwa jitihada hizi za wenzetu wa European Union kwa kusaidia kuwa na mfumo ambao utasaidia kutambua basi swala la money laundering ama utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi unaweza ukaepuka kwa kiasi kikubwa sana. Endelea kupata matukio mbalimbali kutoka Sema Africa TV, nikiripoti kutokea visiwani Zanzibar. Mimi ni Abdalla Balozi.